Mahanja. Yaani kama nilivyokuambia kwamba kuruka mfa kupenza makuu. Sijui unanielewa vizuri. Ukipanda kwenye saga utaona kinapurukamo ni. Umeona? Mimi sina maneno mengi. Towaachia wenzetu. Wenzetu akina nani wewe na machicho yako na video yako. Mimi sitaanzi Plaza twende kwenye segment la pili. Aha. Mahanja. Unajua Hani, sikia. Nilishakwambia matatizo yani sio kitu cha kufikiri kwamba labda kwako ni sehemu yako ya maisha. Nilikueleza awali kwamba wewe si mtu wa matatizo, ukuumbwa hapa duniani kuja kuweka matatizo katika moyo wako unapokuwa na mimi, au sio? Kweli. Kweli. Na ndio maana mimi huwa napenda nakuwa kama nakukumbusha. Unajua unajua. Ndio. Ila kukumbushana ni vizuri. Kwa mfano kama hili swala ulikuwa haulijui, la mtoto wangu ameingia darasa la 2 sasa. Alafu ni boarding. Unajua mambo ya boarding? Mimi mwenyewe watoto wako boarding. Kweli? Kuna moja juzi kati nimepeleka Uganda. Sema kuna matatizo kidogo ya passport kidogo ndio alikuwa anaita mushkil kidogo. Lakini nimejaribu kuwasiliana na afisa uhamiaji wa Tanzania yuko Uganda pale. Sasa nimeongea naye si muda, hata sasa hivi alinipigia, lakini sema alikuwa anaendesha gari. Ndio. Kwa maana hiyo ni kwamba baada ya tukio hili hapa ambalo kwangu ni la muhimu sana, uwepo wako hapa, nitapanda naye tena hewani ndio niweze kuconfirm kila kitu. Mimi siendi Uganda. Ndio. Yule ambaye nampigia simu kule ndio atakayempeleka mwanangu shule. Mtu wangu muhimu sana. Kwa hiyo kumbe anaenda na ndege. Ndege kwangu si vitu vya kawaida. Alafu mbona wewe huwa unanichukulia kawaida sana? Wewe angalia familia yangu jinsi inavyoienda. Kwangu ishafika. Sema unaogopa tu wewe. Kama anapiga. Nije nikwambie, niko kwa papa yangu vizuri. Siwezi kuwa naiba sehemu hapo nisipajiwe. Ndio. Chekesho. Nishakuwa ni mtu mrefu, unachonifanyia Mungu anakuona. Sasa hivi hii hali yangu unaiona. Watoto sasa wiki inaisha, hawajaenda shule. Angalia hapa, mnajipangia hapa kila anachokunywa. Tata wewe, Mungu anakuona. Dada, mimi nimekuwa anakuona. Hebu sikiliza. Mimi ningesema sorry, ningekuwa mtu mbaya mimi ningekwenda kwake, lakini mimi niko sehemu nyingine huku. Kwa kweli Mkombe, Papa Kecho unanipa wakati mgumu sana. Hivi huoni hali yangu? Nimekuvumilia mangapi mwanaume? Tumepitia maisha mangapi? Nimelala njaa mara ngapi wakati wewe unatafuta maisha? Na wewe unapata hadi pesa ya kuja kupanga vinywaji kwenye meza. Hakika unapata wapi? Hizo nguvu unazipata wapi? Kulia sio suluhu. Kulia sio suluhu. Naomba unijibu nikuja na usafiri gani? Anakuleta dereva? Unaniumiza sana moyo wangu. Mimi nimekuja mwenyewe kwa miguu yangu mwenyewe. Sasa huyu ni mke wangu. Nafikiri tu ni shoko. Unajua hali mnapokuwa wajawazito. Binadamu huwa kuna shoko mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo nafikiri napata tu shoko kwa kuhisi labda mimi na uhusiano na wewe. Kombe na huko simdanganya. Umenipa wakati mgumu sana. Yaani ni hivi. Unasikia, wewe ni mwanamke mwenzangu. Ukumbuke kabisa yani ninayofanywa mimi leo. Na wewe kesho atakukuta. Huyu ni mume wangu mimi wa ndoa, wala hatukuokotana sehemu yoyote. Huyu kabisa alikuja kwetu akajitambulisha, akatoa mahali. Hapa nina watoto naye 5. Nikizaa hii mimba ni ya 6. Mkombe naongea uongo. Wewe Baba Keja naongea uongo mimi. Umenipa wakati mgumu sana na sielewi sijui naishije. Sasa hivi nyumbani kuna mgeni hata hujui, hujali chochote. Hivi kila hatua watu wao wanakuja wanasema mimi nina roho mbaya. Waseme mimi watu sio. Naomba unisikilize. Wife, naomba unisikilize kitu. Mimi nafikiri wife. Sasa Mkombe, unasikia? Nataka tu niulize vitu. Toka siku ile ninakuuliza kwamba Jumatatu imefika, inatakiwa watoto waende shule. Ulinijibuje? Uliniambia kwamba hakuna hela, unategemea wiki inayokuja. Hii pesa ya kuja kupanga hivi vinywaji hapo, watoto wote 4
hawajaenda shule Mkombe. Haujalipa kitu chochote shuleni, tofauti na kununua tu nguo za shule. Na senyewe nisingeng'ang'ania mimi, hata nguo za shule wasingepata. Kwa hiyo inakuaje? Watoto toka wamefungua, wiki inaenda kuisha, hapo umepanga na sijui kama mmeanza saa ngapi. Dada, samani. Unajua kuna vitu ambavyo vya kuzungumza nyumbani mkavimaliza. Sawa? Hapo utanishutumu mimi bure, yani na kuheshimu kama mwanamke mwenzangu. Na kuheshimu kama mwanamke. Tena naomba ujichunge, tena chunga adabu yako. Sasa hayo maneno yote umekuwa unaongea. Mimi naweza kufanya kitu kibaya nikapeleka sehemu yoyote. Unafikiri nimekuogopa sana? Sema tu mimi nina heshima. Huu ni mchokozo. Yaani nilikuwa natakiwa hata niombe msamaha wa ajabu wewe. Umenichokoza alafu bado tena unachongoa mdomo wako. Mimi nimemchokoza kipi? Muulize mume wako, unaniminya jicho kitu gani wewe? Unaniminya jicho kitu gani? Huyu mke wako ametoka kuongea maneno mangapi hapo kwamba umeshakutwa mara ngapi? Mimi wangapi? Wewe unafikiri mimi nafurahia? Hata nafikia hata mwanamke wako ananijibu hivyo, umemwangalia sijui mnaminyana majicho. Haya, haina shida. Kunyweni, tumieni vilaji. Kunyweni kabisa. Ama mimi nilikuwa na msisi. Sasa wewe sikiliza, unajua huwezi kujua tu anaweza kwenda kajeruhi. Sio mtu anaweza kwenda alafu wewe ngoja tu na wewe kitu. Mimi nakwambia kwa siku nyingi kwamba chikiki wanaume huyo achikiki. Nilikuwa waamini, angalia anachonifanyia. Angalia mwanamke amepata kepu. Ninakosa gani mimi kuja kuzaa kwenye hii familia? Ninakosa gani mimi kwenda kutengeneza nchi na wewe mwanaume ananifanyia haya? Watoto wache shule. Mbona hakuna chakula? Niangalie machoni baba. Si nimefika kuja kuangalia shule. Mbona uniangalie machoni? Mama, wanakula starehe. Dada subiri. Wanakula starehe. Tulia tu. Baba mkuu. Anasikia. Unajua mimi nimekuja nyumbani kwako nina siku ngapi? Huyu binti yangu ananiambia kwamba wewe haupo. Nilikuwa nafikiri uongo. Nimelala nyumbani kwako siku 4 haujaonekana. Ananiambia atakuja. Lakini leo kaja kunithibitishia kweli baba mkwe ndio anachokufanyia. Jambo usilolijua mama, usiku wa giza. Kama nimejaribu kumuelewesha ni namna gani tuko hapa. Nisaidie kitu kimoja. Huyu ni nani yako? Huyu hapa ni dada ambaye katika shughuli zangu za utafutaji huwa tunajaribu kutengeneza joint ventures. Swali lingine. Watoto wako nyumbani hawajaenda shule muda gani? Ninafahamu na ndio nilikuwa katika harakati za kuweza kulisolve swala hilo. Shule zimefunguliwa tarehe ngapi? Tarehe 3 kitu kama hicho. Tarehe 6. Sasa leo tuna muda gani mpaka sasa? Kweli alafu kingine nikusaidie. Hivi hali aliyokuwa nayo mtoto wangu, unaona kumfanyia hayo uliyomfanyia? Kweli kabisa kiubinadamu? Nafahamu si sahihi. Si sahihi. Hivi vinywaji mnavyokunywa, ungechukua hizi pesa ukapeleka shule. Leo watoto wangekuwa ili wale watoto wakija kusoma, watanikumbuka mimi bibi au watakumbuka wewe ndio baba yao uliowasomesha? Mama kwanza tujasalimiana. Shika zako nikaangia. Lakini kitendo ulichokifanya umenikosea sana. Sasa nakwambia hivi, nashukuru kwa sababu nilikuwa naambiwa na mwanangu, naona kama mtoto wetu muongo. Kila mpaka nimepanda gari kuja kuhakikisha kweli anayoyasema. Kumbe sisi wazazi, mtoto anaporudi nyumbani tunapaswa kuja kumfuatilia sana. Vitu kama hivi, niambia mtoto ana mimba kubwa kama hii ya kujifungua. Leo unaona huyu mwanamke, huyu ni wakupita, huyu anakupenda ukiwa na pesa. Ukishiwa hana shida na wewe. Ndio maana mwanamke mwenye busara hawezi kuambia twende baba kanunulie pombe. Kwa hiyo sikwambia ninunulie debe la mahindi niweke ndani kwangu. Lakini hamna shida. Ya kawaida mimi nashukuru kwa yale niliyoyaona. Acha nimchukue mwanangu niondoke naye. Asante baba, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sawa? Na hakika atajifungua salama na ninakwenda naye nyumbani na haya uliyoyafanya wala usio na shida. Asante baba mkwe. Basi ninafikiri mama. Kazi nzuri. Mama, samahani kwa sababu ni muda. Nashukuru. Ni muda tujaonana. Asante tena mwanangu. Huyu ana hali mbaya sana. Nafahamu. Sio leo kufanya kitendo kama hicho. Haya ni maisha.
Umeelewa? Labda niko. Na wewe mwanamke wala una makosa. Niko radhi tu mama, wacha. Hapa nikombe radhi. Njoo basi. Mkombe. Haya, huyu naye anaendeshwa. Mwanamke kumfuata mwanaume sehemu alipo anakuja na mama yake. Mahanja. Basi mimi nimeshasema kwamba simpani mtu wala sileti lonkolonko. Mr. Anti Plaza, twende kwenye ni segment la 3. Mahanja. Yule bwana. Unamwambia mtu, huu ni mwaka mpya, na mwaka mpya unapoanza lazima na wewe uwe mpya. Yaani wewe unataka kuwa kama Viana Mtena. Katumia simu toka 2017, 2018 mpaka 2020 kaingia nayo jamani. Yaani bwana mpaka anafanana na Tekno. Wewe. Nani unaongea naye? Wewe hapo. Nakutolea mfano kama Mimi jina langu ni Bena. Masai yule. Mpaka anafanana na simu yake. Ni simu mpaka linakunywa maji, linamtemeta. Ni simu mpaka kioo kimecha kwa sugu. Sasa achana na Bena, manake Wewe ubadilike basi. Kwanza umebadilika kwenye mavazi. nimeshabadilika. Na mshukuru ala. Umebadilika kwenye mavazi na akili ibadilike. Tayari nishabadilika. Mimi nimeshabadilika, ndio maana nimekuja 2020. Sawa. Maana unavyosema Bena, kesho akashukutwa Bena wewe. Achana na Huoni wewe tena. Achana naye. Sasa Ndio, shika. Na nini? Shika. Na nini tena? Wewe unataka kuanzia mipango? Yajayo yanafurahisha. Shika. Na nini sasa? Sasa hapo unaandika majina yako yote matatu. Majina yangu. Alafu unaandika mali zako zote. Sawa? Mali zangu? Alafu hapa chini funua basi. Usinipe bwana. Wewe unanielewesha. Naandika mali za nini? Mali zangu mimi. Za nini? Yaani kwanza kabisa majina yako yote matatu. Sawa, hiyo hapo mstari wa kwanza. Alafu hapo chini mali zako zote. Alafu hapo chini mstari wa mwisho. Unaelewa? Na nini? Yaani nisikilize vizuri. Labda sasa nikufungukie vizuri. Nimesubiri Mungu akuchukue au chukuliki. Nimekusubiri ugue au ugui. Sasa muda unaenda hivi. Na mimi hapa nakuwa. Na huo ndio ni mwaka mpya. Naomba uandike mali zote hapo una sign. Wewe mtoto. Kwanza nikwambie kwa information. For your information. Hizi mali ni za kwangu mimi. Hakuna baba yako kwa kutumisha kaptula hapa anateza kaptula anaweka tofali hapa. Unakaa na nani? Nakaa na wewe. Sasa ni mpitaji tu hapa. Na nakwambiaje? Kama wewe unafanya mbinu za kuniondoa mimi duniani baba, umenoa. Umekomelea kwa bibi. Utanipa mali baba. Za nani? Zako. Alikwambia tumekaa bili kwanza hapa. Sikiliza, dembwe. Saini hapa. Asante wapi? Asante nani? Utasaini hapa. Sikiliza. Na kama unaendelea na hii tabia, nitakupeleka mwenyekiti. Tena sasa hivi nimebadilisha bole gumba. Na nakwambiaje? Mimi unishukuru sana. Wewe ulikuwa unatakiwa ukalelewa kwenye chuo cha watoto wale watoto yatima. Usababu wangu mimi mjempema, nikasema basi huyu kijana nimchukue. Hivi unaongea nini? Hizo mali una saini hapa usaini. Wewe saini mali upate chochote hapa. Hakuna mali ya kwa baba yako. Chura wewe. Una saini usaini? Wewe swali mimi? Sija kutukana. Sija kutukana. Nimekuta jina lako. Wewe mimi chura. Mimi naruka kwa matope. Yaani unanipa mimi chura. Mimi huyu wa kulia mimi wewe mwenyewe. Mimi huyu chura naye pigwa tege na lesu safari. Mimi. Mimi chura. Sasa hapa nakwambiaje hapo unaondoka. Hakuna tamali yote hapa. Tena kutoa tu. Anaondoka nani? Nani ambaye anaondoka? Wewe. Nyie ndio hao kila siku mnaondoka. Kwenda wapi? Omba nyie. Omba pombe. Nisikilize. Mali umekataa kutoa. Na mtakufa na pressure. Wakina nani? Afrika. Afrika nini? Jangwani. Wakina nani? Sijui. Unaanza kufanya mambo yako ya Uswahili hapa. Sio Uswahili. Kwa nini mna nini? Mtuna kitu kikubwa hasa nini? Sisi tuna nini? Mtuna kitu kikubwa hasa nini? Cha kukutisha. Sisi tuna nini? Sisi mna nini nyie? Pale sisi ile tunavaa sisi ile nini? Ile jezi tunavaa sisi ile jezi ya ranga ile. Si mlipewa? Si mlipewa? Nani? Nani? Wewe. Wewe mlipewa. Yanga imeenda toka kipindi cha vita ya kwenda dunia. Kipindi hicho mimi nilikuwa kipa. Nani? Kipa. Ndio maana timu mbovu. Timu mbovu? Yanga timu mbovu. Sasa kani wewe, tunga ulimi.
Kwanza ile rangi iliyopo kwenye jezi ya Yanga ipo kwenye bendera ya taifa. Nyewe iko wapi? Hii rangi ipo. Ile pale. Sikilize. Hii rangi kwanza ni hatari. Hii rangi hatari. Sasa hatari. Ndio maana kila mechi sisi ni hatari. Toka hapa. Tena huko ndani sasa Simba. Hebu kaa kwanza. Huko ndani ni Yanga. Nani? Huko ndani ni Yanga. Na Simba. Nani? Yanga. Nani? Yanga Afonso. Nani? Yanga Afonso. Ele wapi baba? Yanga Afonso. Machura. Yaani afuti mimi nilishangaa. Unajua nilishangaa. Hata kama ulisi umekataa kutoa mimi najua usiku utaamka tu jina limebadilika. Ile mimi nimeshangaa. Hivi kweli mtu kweli anafurahia kweli eti na yeye anafurahia kudulo. Anafurahia kudulo. Mbona nimefanya kunye? Nimefurahia kudulo. Mbona nimefanya kunye? Kunye ndio nini? Mbona nimefanya kunye? Ah, unanitukana. Mbona nimefanya kunye? Kunye nini? Unafurahia kama sasa kudulo. Simba maskini ya Mungu. Simba Yanga. Simba sema Simba. Simba timu. Simba timu. Simba mnyama. Huko ndani kwanza leo ni Yanga. Sitaki beza Simba. Vua kwanza. Wewe. Na kwanza nani hapa gusa. Aliyekuruhusu wako na kuangalia mpira nani? Nani aliyekuruhusu kuangalia mpira? Aliyekuruhusu wewe. Usinipa jero. Na una bahati gani nilikuwa nimechelewa mimi kurudi nikakufungulia mlango. Hakuna ulisi. Unashangilia draw. Unashangilia draw. Kwani draw sio goli? Unashangilia draw. Draw sio goli. Si 2-2. Sasa si goli. Wa wapi? Ulicheza wewe. Yaani mtu mnafurahia. Ulicheza wewe? Ulicheza wewe. Acheze Terminator. Terminator icheze. Mwamba Rusaka. Omba nyie. Weka turuhusu tumabegi twako ndio ushike adabu. Ona. Wewe mwambiaje hapa kwangu kwanza leo utazungumza. Mimi na wewe basi. Hii ndio 2020. Yani, na tutaongoza ligi. Dakika 5 mbele na babu yake wametengana today. Sio kutengana. Utakuwa unaishi peke yako. Ya kwenda wapi? Umeelewa vizuri? Wapi? Haya. Omba nyinyi. Tangu yako mwenyekiti. Na ndio maana mimi na wewe tumeishia hapa. Leo niko serious. Niko serious. Wewe unakaa huko, mimi nakaa huko, nipa nakaa huko. Yanga Simba. Toka nifunge mlango. Wapi? Toka. Toka. Wewe utatoa mzuri, sitavaki nguvu hamna wana Yanga. Sitavaki tungani. Nguvu hamna. Sitavaki tungani. Nguvu hamna. Acha nguvu. Nguvu hamna nini? Bali sitavaki. Nguvu hamna afu. Usinicharue. Toka. Wapi? Toka nifunge Simba mlango. atoke. Toka Yanga. Toka wananiota. Toka Yanga. Toka. Atatoka Yanga. Hivi. Mama yangu nani? Babu. Sasa si utoke. Yaani mwanangu Yanga hawa. Sasa wewe mnanisumbu. Sasa utoke. Natokaje? Haya. Toka nini ngine mtoto? Sema tu nini? Basi. Na ujalanika wewe. Basi pole. Pole. Acha nikiza mkutani mimi. Basi pole chura. Pole basi. Cheka maulisi yako. Basi. Ilikuwa kidogo nikaue. Pole mama, eti mama. Na kwa bibi, mimi na wewe hakuna undugu tena. Tafuta bibi yako. Kama sasa Tafuta bibi yako. kuna undugu. Tafuta bibi yako. Tafuta bibi yako. Ukatafuta pa kukaa. Nilikuwa kidogo nikaue. Muwe nani wewe una nguvu za kunyua mimi. Toka humo. Kwenda zako. Chura wewe. Una nini wewe? Omba. Wewe nenda huko. Umetapatapa hapa. Kumbe mtu anataka kufondoka anakuwa hivyo. wewe. Nani? Hamisa Bobeto. Wewe Masepetu wewe. Kwenda zako huko wewe. Kama una nguvu toka. Mwamvuli. Den zompa wewe. Wewe. Sherukani wewe. Mtungi wewe. Nani mimi mtungi? Mimi mtungi. Mimi mtungi. Kibakuli. Haji Manara. Ashimanura. Ashimanura. Kuna mgeni wako poa, basi hamna shida, naenda. Nenda. Siwezi kukaa mimi hapa na mwana Yanga. Sawa. Mimi ndo Simba. Mwanzo mwisho mimi Simba. Kila kitu leo, kila mtu na maisha yake. Utajijua. Ndio tutajua sasa. Toto usikiki wewe, nimekusaidia toka mdogo mpaka hapo ulipo. Una adabu. Nenda zako huko. Laana wewe.
nitaishi peke yangu na maisha yangu. Kiberiti cha gesi. Mogadishu. Hey, mimi kuishi peke yangu sio kwamba nashindwa. Naweza. Nimelisaidia mtoto aliriziki. Nimelilea toka lidogo. Shida halina adabu. Mtoto lilikuwa chizi. Huyo, anakuja mwamba Rusaka. Anakuja mwamba Rusaka. Go! Mahanja.